Maria Mwesh. Kwa salama. Acting MP. Hajapanda lakini kuna jamaa fulani mimi nataka kufukuza, na ni nyinyi mtanisaidia kufukuza. Iko basi ya shule iko pale, iko picha yake nyuma, simshaiona. Mimi nataka tu mwezi wa 4 mwaka ujao, tukimaliza tu mchujo ya chama, kazi ya kwanza tunakuja kutoa hiyo sura mbaya kwa hiyo basi. Hiyo picha inafanya mpaka watoto wanaogopa kwenda shule, wengine hata wanaanguka mitihani. Muko tayari tufanye hiyo kazi? Vijana muko kadi? Muko kadi? Hapa kwa Kreta hapa kuna barabara tukipanda hapo, tunatokea pahali inaitwa Dongeri, tunakata tunaingia Banita, tunatokea KFA, tunampeleka pahali inaitwa Tuyotich. Akiingia kwa maji pale Lexolai, tunamwambia kwa heri ya kuonana. Tulikuwa pale Salga, tulikuwa na wageni pale, nilikuwa nimemchorea. Nilikuwa nimefanya nini? Nilikuwa nimeona nikanyage wapi? Nilikuwa nataka kukanyaga wapi? Kwa sababu nilikuwa naona bado inapumua. Sasa akaita kamati ya wazee, akasema leo hakuna haja ya story mingi, lakini nilikuwa nimeamua hiyo siku ni ya kufinish. Nilikuwa nataka kufinish, tufanye kazi ya kufinish, finish. Nikisikia hivi bado anapumua, mtafanya nini? Mtakanyaga wapi? Aende asiende? Aende asiende? Asanteni sana waheshimiwa walioko hapa, Dr. Bamo, madam hapa jina, Jane mama yao, Magu ama Edwin, Eliud Mugo, vijana wa timu ya Masinjeri na wakule kwetu Kichwa, naomba ni wasalimu. Hamjambo? Hamjambo tena. Mimi nilikuwa shughuli kwingine, nilikuwa nakuja nielekee town kwenda kujiandaa kuangalia mpira ya jioni. Jana usiku Man U ilingarisha kazi yake. Leo jioni nilikuwa nataka hiyo timu nyingine ya Manchester ifanye kazi yake. Wale majamaa nataka niwarudishe wakuwe namba 2, tuishi kama majirani wema, kwa sababu Arsenal na Man U tumekuwa majirani siku mingi, na hii Arsenal ilikuwa inataka kutupiga kona. Waje tuishi pamoja vile tumezoea kuishi nao. Wana Arsenal Leo ndio ile siku. Anyway, wacha tusiseme hiyo. Mimi nafurahi kuwa hapa. Nimeingia hapa tu, niliitwa na Jamal akaniambia kuna game hapa. Nikasema niingie, kama jeshi iko hapa, si ni vizuri tusalimiane. So mimi nilikuwa tunapitia hapa, nikasema ni wasalimu, na kwa bahati nzuri nimeona kuna hema hapa ya IBC. Vijana mko kadi? Mko kadi? Mko kadi? Mnajua mwaka ujao tuko na kazi. Tunaelewana? Hapa
hao ambao wameongea hao wanaomba kiti ya MCA. Mimi niko hapa, kuna jamaa fulani mimi nataka kufukuza, na ni nyinyi mtanisaidia kufukuza. Iko basi ya shule iko pale, iko picha yake nyuma, simshaiona. Mimi nataka tu mwezi wa 4 mwaka ujao, tukimaliza tu mchujo ya chama, kazi ya kwanza tunakuja kutoa hiyo sura mbaya kwa hiyo basi. Hiyo picha inafanya mpaka watoto wanaogopa kwenda shule, wengine hata wanaanguka mitihani. Muko tayari tufanye hiyo kazi? Muko tayari tufanye hiyo kazi? Vijana muko kadi? Muko kadi? Munasema tubadilishe? Unajua huyo jamaa amecheza na sisi. Kuna siku niliona vijana wa hapa Masinjeri walienda wakafunga barabara pale ya kwenda GDC. Na vijana wakasema wanadai haki yao vijana waweze kuandikwa kule, vijana waende waandikwa kule Kreta kwa kazi ya GDC. Lakini yeye akaja hapa nyuma, akaenda akaongea na wale wadosi huko. Akauliza kuna biashara, akasema hako na lori. Vijana wetu wakawachwa bila kazi, vijana wetu wakawachwa bila nini? Yeye akachukua lori iende ifanye kazi ya kubeba mawe kule na mchanga, akatuguza na kutusaliti kama vijana hapa. Mimi nauliza, bado tuko na huruma na mtu kama huyo? Tuko na huruma na mtu kama huyo? Unaona pale hapa kwa Kreta hapa kuna barabara, tukipanda hapo tunatokea pahali inaitwa Dongeri, tunakata tunaingia Banita, tunatokea KFA, tunampeleka pahali inaitwa Tuyotich. Akiingia kwa maji pale Lake Solai, tunamwambia kwa heri ya kuonana. Mnasema aende asiende? Mnasema aende asiende? Juzi siku ya Ijumaa tulikuwa pale Salga, tulikuwa na wageni pale. Nilikuwa nimemchorea. Nilikuwa nimefanya nini? Nilikuwa nimeona nikanyage wapi? Nilikuwa ndao kanyaga wapi? Kwa sababu nilikuwa naona bado inapumua. Sasa akaita kamati ya wazee, akasema leo hakuna haja ya story mingi, lakini nilikuwa nimeamua hiyo siku ni ya kufinish. Nilikuwa nataka kufinish. Sasa mimi naomba vijana, tuchukueni hii kura. Nyinyi wenyewe mtanisaidia mwaka ujao. Tufanye kazi ya kufinish. Finish. Finish. Nikisikia hivi bado wanapumua, mtafanya nini? Mtakanyaga wapi? Aende asiende? Aende asiende? Mtu wakuja kuchukua kazi ya vijana wetu kwenda kuleta lori hapa, huyo ni mtu yule useless kabisa. Mnasema aende asiende? Aende asiende? Leo sina story mingi. Mimi nataka tu niseme jambo moja hapa ili tumalize, kwa sababu kuna wenye wanataka kutumia uwanja. Juzi tulikuwa tumepanga empowerment, ikawa vijana wa hapa Menengai West tulikuwa tumechukua timu ya hapa Masinjeri, walikuwa wamewekwa kwa list ya kusaidiwa, na timu ya All Stars walikuwa wamewekwa. Lakini gavana mwenyewe akasema hizo groups zilikuwa 15 ya Menengai West, akasema ni chache. Akasema heri tuweke Menengai West, tutafute vikundi kama 30, tuje tufanye yetu peke yetu, vikundi vya hapa Menengai West. Vijana mko tayari? Vijana mko tayari? Kwa hivyo mimi ningependa timu zote za mpira,
kando na mpira, muende mujirejista kama magroups. Tutasaidiana. Kama hamuna uwezo, tutawaonesha vile ya kurejista. Kando na mpira, muwe na group ya kwenda kutafuta nayo hustle yenu, kwa sababu niko na uhakika kama mko na mpangilio vizuri, hata gavana kule county ako na pesa. Mkiwa kama group mnapatiwa mpaka 1200, muende mfanye nayo biashara. Kwa hivyo mimi nitarudi hapa, tukae chini na vijana wa hapa, mfanyiwe training, mfanyiwe registration, ndio tuone kuna nini ya kufanya. Vijana wa kule Kichwa, nitakuja Kichwa nichukue vijana wa Olorongai na kwa Getao, tufanyiwe training sisi wote pamoja, kila team iwe na certificate yake. Kuna kazi inakuja pale kuanzia kwa Getao, tunakuja kuweka lami kwa Getao iteremke Olorongai Kichwa mpaka kule Mogotio. Hiyo ni kazi, sio kazi? Si hiyo dunia inaenda kubadilika? Na hiyo kazi ni kwa urafiki ya gavana na rais. Kwa hivyo kama kuna kazi kule, nyinyi vijana ndio mtaenda kufanya. Kwa hivyo nyinyi mjipange, vijana muingie kwa vikundi, twende tufanye hiyo kazi. Mimi singetaka kusema mengi kwa sababu hii mkutano haikuwa yangu. Mimi nilikuwa napita, nikaambiwa tupitia usalimiane. Lakini nikasema pahali jeshi iko si lazima useme moja. Na kwa sababu nimeona Magu amesema ametoa uniform. Nimesikia Bamo anasema amewekelea 55 kwa kila timu. Si hata mimi niwekelee? Wacha nifanye hivi. Wacha nifanye hivi. Hiyo team, hizo timu mbili ni wadunge 10-10. Hizo timu mbili ni wadunge 10-10. Alafu watu wa center line ni wapige zao 3. Hiyo ni sawa si sawa? Kibet ni fire si fire? Ni fire si fire? Huyo mnasema anaitwa Mamba, mnasema ni aje? Mnasema yeye ni nini? Ati mnasema yeye ni nini? Ati mnasema yeye ni nini? Aende asiende? Aende asiende? Asanteni sana.